ieleweke na itambulike kuwa dhana halisi ya uongozi au kiongozi ni kutumikia kwa wale ambao wamewekwa chini yake. Hapa na pale inaonekana wazi kuwa uongozi kama ni fursa, kama ni kiki ya kufanya kila mmoja anayotaka yeye mwenyewe na kuwaacha, kuwapuuza, kuwabeza na kuwafutilia mbali wale ambao wanapaswa kupokea huduma hiyo. Hivi uongozi ukaonekana kuwa utafutwa kwa gharama yeyote na kwa mbinu yoyote, ili mradi tu fursa hizo zipatikane za kula. Katika maisha yetu, si tu katika kanisa, lakini hata nje ya kanisa, uongozi ni huduma. Uongozi unapaswa kuwa huduma kwa wale ambao wametusaidia kufikia hatua hiyo, na kwa namna pekee hawa wateule wetu wataingia katika hatua hii ya uongozi ya daraja ambayo ni huduma. Msitafute vyeo au heshima, kutukuzwa au kuimbiwa nyimbo nyingi na nzuri, ila katika yote tafuteni kuwahudumia na kuwatumikia hii jamii ya watu iliyopo mbele yenu na mtakayotumwa kwenda kuitumikia. Ndio maana katika somo letu la kwanza linaonyesha nafasi ya utumishi, usaidizi ambayo Mungu anaamua kuiteua kwa kabila la Walawi na kumpelekea Haruni wawe msaada wake. Katika somo hilo, kati ya mengi yanayoongelewa, linadokezwa habari ya hema ya kukutania. Ni nini hiyo? Maana yake nini? Na ilikuwa ina kazi gani hema ya kukutania? Baada ya wana wa Israeli kupewa nafasi ya kuanza safari kwenda katika nchi ya ahadi, walipovuka bahari ya Shamu, tayari Mungu aliamua kumwambia Musa, kumwita na kumkabidhi amri 10 za Mungu, ziwe dira na njia ya kupita au kufuata hizo, ili kufikia hatua halisi ya kule ambako wanatarajia kwenda. Hii pia ilikuwa ni ya muhimu sana, lakini ilionekana kuwa bado wana wa Israeli walikuwa na mahangaiko mengi na makubwa, na walimtaka Musa aseme na Mungu juu ya changamoto zao, lakini pia juu ya fursa mbalimbali walizozipata katika maisha. Na kwa sababu hiyo, Musa hakuonekana sehemu yoyote ya pekee ya kukaa na kuongea na Mungu. Ndipo Mungu alipomwamuru, akamwambia atengeneze hema ya muda, temporal, ya kukutania, ambayo Mungu atakutana na watu wake. Na akaifanya hiyo hema ya muda, ambayo ilikuwa na uwezo wa kubomolewa wakati wowote na kuendelea mbele, na isingekuwa ya kudumu, kwa sababu safari ya wana wa Israeli ilikuwa inaendelea mbele. Kwa hiyo walikuwa wanatengeneza hema ya muda, wakitoka hapo wanaibomoa, wanaenda tena mbele, wanatengeneza ya muda. Lengo lake ilikuwa ni nini? Pale ambapo wana wa Israeli walipokuwa na mahangaiko yao au na sababu ya kumshukuru Mungu wao, walimwendea Musa, na Musa aliweka appointment kwa Mungu, na Mungu alikuja katika hema ya kukutania, na ishara ya kuwa
Mungu amekuja katika hema ya kukutania, lilikuwa ni wingu ambalo kama tunakumbuka vizuri ndio lile wingu lililowaponya wana wa Israeli walipokuwa wanatembea katika jua, mahangaiko mengi. Kwa hiyo wingu lilipoonekana limekuja katika hema ya kukutania, Musa aliingia katika hema ya kukutania, na kule ndiko akasema na Mungu juu ya fursa au juu ya changamoto. Na waliamini, walipenda na wakaishi hivi. Na kwa mwanzoni hema ya kukutania alikuwa anaingia Musa peke yake. Baadaye Haruni naye aliingia. Baadaye na Miriam aliingia. Miriam na Haruni wanaingiaje katika hema hii? Musa alikuwa na binti Mkushi, yaani binti wa Misri, aliyemchukua kama mke wake. Na wana wa Israeli walikasirika. Walipokasirika, Haruni pamoja na Miriam wakasema, huyu Mungu anayeongea na Musa peke yake hakunena na sisi juu ya habari ya huyu mwanamke Mkushi? Walipolalamika hapo, Mungu aliwaendea na akawaambia katika wingu hilo, nendeni katika hema ya kukutania. Ilikuwa ni fursa ya Miriam na Haruni pia kuingia katika hema ya kukutania, na pale akaongea nao, akawahurumia, akawasamehe, na wao wakajua kuwa jambo lililotendeka lilikuwa jema na la kumfurahisha Mungu. Katika nyakati zetu hema ya kukutania ndiyo kanisa, lakini kwa kiasi kikubwa hema ya kukutania ni neno la Mungu. Wapendwa, hawa watatu ambao tumewateua wataifanya huduma hiyo ya kwenda katika hema ya kukutania, kubeba mahangaiko yote ya wanadamu, lakini furaha zote za wanadamu, na kwenda kukutana na Mungu, kusema naye. Wanawekwa kuwa wahudumu wa neno la Mungu, na wanapaswa kuifanya kazi hiyo vyema na kwa utii mkubwa, kwa sababu ni katika hali hiyo watabeba ya kwetu kumpelekea Mungu, lakini pia watabeba ya kutoka kwa Mungu kutuletea sisi.